Zipo taarifa kwenye mitandao kwamba uchaguzi hautokuwepo, kutakuwa na maandamano. Mimi niwahakikishie wazee wangu, serikali imejipanga, inatoa elimu, lakini kuhakikisha kwamba kila mwananchi aliyejiandikisha anakwenda kupiga kura kwa amani na utulivu. Kwa hiyo na nyinyi wazee wangu na viongozi wa dini, ninaomba katika hotuba za Ijumaa, katika sala zetu zingine Jumapili na siku zingine, tuendelee kuhamasisha kwamba uchaguzi upo na tutumie haki yetu ya kidemokrasia kwenda kuchagua viongozi. Nyinyi mnafahamu Bagamoyo ni mojawapo ya eneo ambalo limetulia. Hatujawahi kuwa na historia wala rekodi ya kufanya vurugu. Na niwaambie tu wazee wangu na viongozi wa dini, hata mkuu wa nchi tegemeo lake la idadi kubwa ya kula ni wilaya ya Bagamoyo. Kwa hiyo niombe kwa umoja wetu, kwa uzoefu wetu, kwa umaarufu wetu, tuweze kuwahamasisha vijana wetu, watoto wetu, ndugu zetu waweze kujitokeza siku ya tarehe 29, na ni muda mchache tu uliobakia, ili waweze kwenda kupiga kura kwa utulivu na kuweza kurudi. Wazee wangu, baada ya hapo niseme kikao nimekifungua rasmi. Tutamsikiliza mbunge, lakini baada ya hapo tutatoa nafasi kwenu. Naambiwa kwanza tuanze kutoa nafasi kwenu ili muweze kutoa ushauri, kutoa nasaha, hata kutoa mikakati namna gani tuweze kufanikisha jambo letu siku ya tarehe 29. Lakini sisi wote tumeona namna ya Tume Huru ya Uchaguzi ilivyofanya kazi katika jimbo letu. Tumepokelewa vizuri katika hatua za kuchukua fomu. Tumepewa maelekezo. Kabla hujarejesha fomu, tumeenda, wamezikagua vyama vyote bila upendeleo na vimetuteua. Na sisi chama hapa kuna tulimwekea pingamizi, kwa sababu tulitaka hii demokrasia ambayo imekuwa ikihubiriwa na rais, mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka 4.5 na kupitia 4R zake, kwamba itekelezeke hata ngazi ya jimbo. Kwa hiyo nafurahi ninaposimama mbele yenu kuambia kwamba mchakato kwa kweli, iwe vyama vyenyewe tu vimeamua, lakini hatua zote tumeenda vizuri na ratiba imeenda vizuri. Hakuna chama kimelalamika kuingiliwa ratiba yake, hakuna vurugu. Kama vyama vimejipanga kufanya kampeni, vimefanya. Kama pengine havikujipanga, havijafanya, lakini uwanja ulikuwa sawa. Na yasema haya, hata ukiangalia ngazi ya kitaifa pia, mheshimiwa mgombea wetu wa urais yuko na wagombea 17. Yapo, najua kuna vitu havipendezi paka leo kwenye chama chako. Wapo bado wamenuna. Tajuzi nimekutana nao nikamwambia, hii hatuwezi kwenda namna hiyo. Hatuwezi kwenda minuno. Hebu toeni hili dukuduku lenu humu, twende pamoja. Leo mnahamji kwenye vikao, hatuwaoni. Hata mkibandika picha zenu, mtabandika picha mbunge mwingine wa Bagamoyo, hatumoni. Haipendezi kusema kweli. Kwenye chama ili mliangalie. Tumesema tunavunja makundi, vunjeni makundi. Sasa nyinyi mkifanya hivyo, sisi tufanye nini sasa? Lakini sisi kwa kweli tunakuombeeni dua sana, naombe sana mama dua. Katika nafasi ambayo Mungu amekupa, kwenye maandiko Ayubu 22:21 nasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, na hayo mema ndivyo yatakavyo kujia. Kwa cha kwanza, katika nafasi ambayo Mungu amekupa, mtangulize Mungu. Mungu atakufanikisha kila jambo. Ninajua una maono kwamba nikipata neema ya kuongoza jimbo la Bagamoyo nitafanya 1, 2, 3. Asa ili uyafanye, lazima Mungu akutangulie. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu na la mwisho, baada ya kuchaguliwa, umeshakuwa mbunge, basi usiwasahau wananchi wako.